waruzuku. Lakini Ramadhani imeondoka na watu pia wameondoka na hii Ramadhani. Kwa hiyo hotuba yetu ya leo itakuwa wathabatu ala taati llahi ba'da Ramadhan dalilu ala sidqi ibadati Ramadhan wa sihhatiha. Ukibakia katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala hata baada Ramadhan ni dalili ambayo inaonyesha Muislamu uko katika ibada yako ilikubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lilasaf shadid, kwa tatizo lililokuwa kubwa, hata baada ya Ramadhan hii siku ya Eid wengi walitembea katika fawahish. Imekuwa kama ni mtoto mdogo ambaye amejua kutembea, baada ya kujua kutembea anaondoka. Wengi wamerudi katika uzinifu, wengi wamerudi katika unywaji wa pombe, wengi wamerudi katika mambo yao mbalimbali. Ndugu yangu Muislamu, umejizuia mwezi mzima, umejizuia mwezi mzima katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mwezi imeondoka, ni dalili ya kwamba hadafu kubwa, objective ya Ramadhan la'allakum tattaqun, wenda mnaweza kupata nini? Ucha Mungu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii Ramadhani ni madrasa, ni kama vile umeenda kuchua masomo, umesoma, baada ya kusoma umepata ujuzi, hii ujuzi itakuendelesha katika umri wako wa hii dunia. Lakini Ramadhani imeondoka, umeyapuuzia. Wengine wadada zetu wamebakia hiyo siku ya Eid, wametoa hijab, wamesuka nywele zao ndefu, wamevaa uchi. Tumejifunza nini katika Ramadhani? Ikhwatul Islam, ndugu zangu waaminifu Islam, min ahami asbabi thabati ala taa isti'ana ala taati bitaa. Kitu kikubwa, sababu kubwa ya kubaki katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kujirahisishia kubaki katika hiyo taa, ni kufunga matamanio ya nafsi yako. Fa inna taati yad'u ba'daha ila ba'd, hakika hii taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inaita nyingine. Ikiwa ulikuwa unaweza sali sala 5 msikitini za faradhi, basi zitakujuza hiyo taa yake Allah subhanahu wa ta'ala, utadumisha katika sunnati rawatib. Ilikuwa ukiweza kusali salatu tarawih, itakujalia wewe uweze kusimama kisimamo cha usiku, sababu mwili kwa umezoea saumu. Hata wallahi Waislamu, hata 6 Shawwal, kuna Waislamu wanakuambia mimi siwezage 6 Shawwal, na wameshasikia faida yake. Mtu ambaye atafunga hii 6 Shawwal ya kusindikiza Ramadhan, kaannahu sawma dahr, ni kama vile ameswaumu mwaka mzima. Umefunga mwezi mzima, lakini siku 6 zinakushinda. Umetoka katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu waaminifu Islam, faman arada thabata ala taa, yoyote yule ambaye atataka abaki katika, athabitike katika taa yake Allah subhanahu wa ta'ala, falyasta'in 'alayha binawafil salat, ni yeye peke yake aweze kujirahisishia kubaki katika nawafil, swala za kujitolea, zile sunna ni rawatib, ambazo hizo sunna zinasaliwa namna gani? Kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, enyi mlioamini mtake msaada kwake Allah subhanahu wa ta'ala, bis-sabri, kwa kusubiri, was-salah, na swala. Was-sabru fiha, qala ba'd al-mufassirin, hii swala watu wafasiri wa Qur'an wamesema huwa as-sawm, ni kusaumu. Bis-sabri was-salah, kusaumu. Ndugu zangu waaminifu Islam, mpaka mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wasaumu li, saumu ni yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bi, na mimi ndio ndailipa hii saumu. Wasta'inu bis-sabri was-salah, baadhi al-mufassirin wamesema hii saumu, hii sabr maana yake as-sawm, kufunga. Fa inahu mu'inu ala taqwa, sababu saumu inakuwekeaga wepesi wa kuweza kubakia katika uchamungu. Muislamu kasaumu unaogopa kuingia katika maasi. Walihadha, na kwa hiyo shur'a lilmuslim sawm ba'da Ramadhan,
imempatia sheria ya mwanadamu ama ya Muislamu kufunga baada ya Ramadhani, wa huwa siyamu sittati min Shawwal, ni kufunga hizo siku sita za Shawwal. Farawa Muslim, amepokea Imamu Muslim katika sahihi yake, an Abi Ayyub al-Ansari, kutoka kwa Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika hakika mtume wa Mwenyezi Mungu juu yake ni rehema na amani zimesema, qala man sama, yule ambaye atasawmu Ramadhan, mtu ambaye atasawmu mwezi mtukufu wa Ramadhan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha kazipatanisha siku sita za Shawwal, kana kasiyami dahri, ni kama vile amefunga mwaka mzima. Angalia fursa Islam, wenda hii mwaka hautaimaliza, unaweza ukafariki hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia umefunga mwaka mzima. Kullu ummati yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi, illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakataa. Islam, ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuna fursa nyingi ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fursa hata moja Muislam haris alaiha, jitahidi isikuponyoke hiyo fursa hata moja. Wa min asiyami almustahabi aidan, na katika siyami ambazo ni mustahaba zinapendeza Muislamu aweze kuzifunga, siyamu 3 ayami min kulli shahr, ni swaumu ya kufunga siku 3 katika mwezi. Kila mwezi wote wa Kiislamu inajuzu ama inapendeza Muislamu aweze kufunga siku 3 ambazo ni ayamul bayd. Muislamu hiyo pia tunaipuuzia, kufunga siku 3 za beza. Leo tuko tarehe 8, baada ya siku 5 siku za beza zinaanza. Funga hizi siku 6 za Shawwal, fatisha pia na hizi siku 3 za kila mwezi, utapata faida yake kama fi sahihain, kama vile mpokelewa katika sahihain ya Imam al-Bukhari wal Muslim, bihasabi an tasuma kulla shahri 3 ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amthaliha. Islam, kwa siku moja unapata faida ngapi? Faida ya thawabu moja unaipata katika mfano wa thawabu 10. Bimaana kama umefunga siku moja, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa thawabu ya hiyo siku moja ni kama vile umefunga siku 10. Ukifunga siku 3 ni kama vile umefunga siku 30. Imagine Muislam, mwaka mzima unafunga hizo siku 3, bimaana wewe unafunga kila mwaka, hata kama siku zingine unakula. Wasiyam almustahab pia, na katika hiyo siyam ambazo zinapendeza, al-ithnain wal khamis, kufunga lendi na jeudi. Hiyo siyam tunazipuuzia. Wewe ambao unajisifu unampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ambaye ni kipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unapuuzia saumu ambazo alidumu nazo Mtume Muhammad. Baadaye wakiorganize maulidi, naenda kwa maulidi, hao mpendi Mtume. Kwa nini Mtume alikuwa anafunga kila lendi? Mtume alifunga kila lendi sababu dalika ya maulidu fihi, ni siku ambayo mimi Muhammad nimezaliwa ndani yake. Kisha wewe unaenda kwa maulidi siku ambayo hakuzaliwa Mtume. Funga ile ndio. Siseme najibu anakataza maulidi, la. Lakini tunaonesha ibada mustahab zinapendezwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uko mpenzi wa Mtume Muhammad, haujamsalia hata Mtume Muhammad leo siku ya Ijumaa, hata Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, hata limoja. Baadaye wakati ya vikundi, sisi ni wapenzi wa Mtume. Tudumu katika yale ambayo tufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa min nawafil salati, na swala ambazo kujitolea Waislamu tujizidi kufanya sunna ni rawatib, ambayo alhifadhu ala rawatib muakkada, ni kuweza kuhifadhi hizi sunna muakkada ambazo ziko katika swala. Wa hiya 12 rak'a, nazo ni rakaa 12 peke yake, fi yaumi wal laila, katika mchana na usiku. Rak'atani kabla al-fajr, Waislamu rakaa 2 kama kabla salatu al-fajr.
tujitahidi kuhifadhi hizi swala sunna za kujitolea, rakaa 2 kabla ya salatu al-fajr. Bali al-insana ala nafsihi basir. Ni wanani tumekuja swali Ijumaa, tulisali al-fajr, hata faradhi hatukuisali, tutaweza kusali sunna? Ndio maana wamesema at-taa, kuzidi katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, inaleta ingine taa. Bimaana ukiweza kusali sunna, ukiweza kusali faradhi, sunna zitakuwa nyepesi kwako, na ukikuwa mzito katika swala za faradhi, sunna pia hautaziweza. Hizi rakaa 12, ndugu yangu Muislamu, tujitahidi kuzihifadhi na kudumu katika kuzifanya, ambayo rak'atayn al-fajr, arba kabla dhuhri, kusali rakaa 4 kabla salatu dhuhri, wa rak'atani ba'daha, na rakaa 2 baada ya salatu dhuhri, wa rak'atani baada al-maghribi, na rakaa 2 baada ya maghrib, wa rak'atani baada al-isha, na rakaa 2 baada salatu al-isha. Man sallaha, yoyote yule ambaye atasali hizi rakaa 12 kila siku, bana Allahu lahu baitan fil janna, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjengea nyumba peponi. Ummati Muhammad, Allah atupende vipi? Fabi ayi ala rabbikuma tukadhiban, katika alama gani za Allah Subhanahu wa Ta'ala mnazikadhibisha Uislamu? Allah atupende vipi? Ukidumu katika hizi sala za sunna, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakujengea nyumba peponi. Wa minha, katika hizo taati yake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambazo Muislamu anapaswa kudumu ndani yake, qiyamul layli, ni kusimama swala za usiku. Waislamu tunalala sana, baadaye tunalia sana, shida haziishi, maisha magumu. Na kati Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuahidi, anateremka mbingu ya kwanza kila usiku, anasema katika hadithi al-Qudsi, man yad'u, nani ambaye ananiomba mimi nimpe, man yastaghfiruni, nani ambaye ananiomba msamaha nimsamehe. Katika yale ambayo tunapaswa kubakia ndani yake hata baada ya Ramadhan ni kushimamisha sala za usiku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, mbavu zao zinaachana na vitanda vyao, aliyakuwa wanamwomba Mwenyezi Mungu kwa hofu na kutumaini kitu kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika yale ambayo tumewaruzuku wanatoa. Islam, tuache ubakhili, tuache ubakhili. Islam, yoyote ambaye anafanya ubakhili anajitilia ubakhili katika yeye nafsi yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu hatuhitaji sisi Waislamu, sisi ndio tunamhitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi ndio tunamhitaji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaykum biqiyamil layl, hii hadithi imepokelewa na Abi Umama radhiyallahu anhu ani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, alaykum biqiyamil layl, ni kweli nyinyi kusimamisha sala ya usiku, fa innahu da'u as-salihin qablakum, ni hii kitu ambayo walidumu ndani watu waliokuwa wema kabla yetu. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, na hii inakuweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mukaffaratun lisayiat, na hii ni kuweza kusamehe na madhambi yetu. Sisi wote bali insan, kila mwanadamu khata, kila mwanadamu ni mkosaji Muislamu. Wa minha lil-ithmi wa manha'u min ithmin, na kuweza kufuta madhambi yote. Akhrajahu at-Tirmidhi wa hasanahu al-Albani. Hii hadithi imepokelewa na Imam Tirmidhi na amesahihisha ama ametia hiyo vizuri Imam Albani. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ayyuhal muslimun, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون المهديين. أيها المؤمنون،
enyi waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, inna kitaba Allah alladhi rafaqaka fi Ramadan, hakika hii kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo wewe ulikuwa rafiki yake ndani ya Ramadhani, ni hicho kitabu. Wa aktharta min tilawatihi laylaka wa nahara, na uliweza kusoma kwa wingi katika mchana wako na usiku wako. Huwa nurun, hii ni nuru ambayo uko nayo. Wa hudan lilmu'minin, na ni uongofu kwa wale waaminifu. Waislamu, tumeihama Qur'an, tumeihama Qur'an. Waislamu, Qur'an iliteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini ni maisha ya mwanadamu. Tulifanya visomo vingi katika manyumba zetu ndani ya Ramadhani. Kwa nini baada ya Ramadhani tuondoke tusifanye hiyo visomo katika nyumba zetu? Kuna watu walidumu kuanzia tarehe 1 Ramadhani, wanaita mashehe kufanya visomo ndani ya manyumba zao kwa ajili ya utukufu wa Ramadhani. Na sasa hivi sisi wenyewe tumeisoma Ramadhani, tumeisoma Qur'an ndani ya Ramadhani kwa wingi. Tulimaliza Qur'ani mara 3, mara 2, mara 1. Kwa nini tuihame Ramadhani Qur'an baada ya Ramadhani? Hii Qur'ani ambayo unaisoma ni nuru ambayo itakuwekea nuru hapa duniani kwako na akhira yako. Muislamu, qad jaakum min Allahi nurun, imekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala nuru, wa kitabu mubin, na kitabu kenye mazingatio makubwa, kitabu cha ubainifu uliokuwa makubwa. Yahdi bihi Allah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaongoza mtakaye, man tabaa ridwanahu, yule ambaye atafuata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa subulus salam, na njia ya kweli, njia ya salam. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumat, na Mwenyezi Mungu anawatoa katika dhulma, anawatoa katika giza ila nur, katika wa nuru biidhnihi, kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawaongoza katika njia iliyonyooka. Hii ni katika utukufu wa Qur'an. Mata a'rada al-mu'minu 'anil Qur'an wa hajara tilawatahu wa tadabburahu faqad qata'a an qalbihi masdar hayatihi. Islam, tuzingatie katika hii maneno. Muislam muaminifu ambaye ataihama Qur'an, kweli kuna watu ambao hawajui kuisoma Qur'an, lakini tunalazimishwa kwenda kusoma na tujue kuisoma Qur'an. Ikiwa haujui kuisoma Qur'an, basi sikiliza Qur'an, sababu ukisikiliza Qur'an takuletea ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, na katika a'dhamu dhikr ni qira'atul Qur'an, ni kuisoma Qur'an. A'dhamu dhikr, tunaweza kujikusanya sisi wote tunasema subhanallah walhamdulillah, tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukubwa hiyo adhkari zote ambazo tunazifanya ni tilawatul Qur'an, ni kuisoma kitabu chake kitukufu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote yule ambaye ataihama Qur'an ataambia kwamba faqad qata'a an qalbihi, imesha katika moyo wake masdar hayati, chimbuko ya maisha yake. Tutafuta uongozo wake. Leo hatuna baraka ya Qur'an, sababu gani? Tumeihama Qur'an. Leo Muislamu anapata tatizo, anakimbilia kwa mashehe, anakimbilia kwa waganga, anakimbilia hali ya kuwa Qur'ani ni shifa. Hii Qur'ani ambayo tunaipuzia Uislamu, ukidumu ndani, ukidumu naisoma sana, hakuna ambayo itakutisha katika hii. Viongozi wetu, watu wetu wa karibu, mashehe wetu wameihama Qur'ani, hawataki kufuata sheria za Qur'an, wanaenda katika mambo yasiyokuwa ya haki. Ukitafuta haki, ukitafuta mwongozo, ukitafuta nuru ya maisha yako, iko katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, inna mawsam al-ibadati fi haqqi al-mu'min huwa al-umru kulluhu. Hakika sezo ya mwanadamu ya kufanya ibada katika Muislamu, ama afanya ibada atambua kwamba ni maisha yake mazima, si mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Hii mwezi wa Ramadhani umekuja nini? Adhaaf. Ndani ya hii Ramadhani kumekuja utukufu wa shahru Ramadhan na kuzidishia katika thawabu, lakini maisha ya mwanadamu inadumu katika ibada.
tusihame misikiti, tukaribie katika misikiti, tusihame ibadati zingine, tujaribu tukue na zidisha katika ibada zetu, sababu hayatu dunia qalil. Hii maisha ya dunia Muislamu madogo sana, hii maisha ya dunia ni madogo sana, lakini tujitahidi mwaka wote ubaki katika toa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu muumba wako mpaka mauti itakufikia, mpaka utaondoka katika hii dunia. Inna Allah lam yaj'al lil-'amali al-mu'min ajalan duna al-maut, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haijalie vitendo vya mwaminifu ajali yoyote duna al-maut, isipokuwa ni umauti. Wa inna Allaha huwa al-musta'an, na kwake Allah subhanahu wa ta'ala ndipo kwa kutaka msaada, awalan kwa mbele, wa akhiran na mwisho, ala tahqiqi ibadatihi, kwa kuweza kukamilisha ibada zake Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu, unajua nafsi yako, uko mdhaifu wapi? Muombe Mola wako msaada aweze kudumisha katika toa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni kwako peke yako Allah subhanahu wa ta'ala tunakuabudu, na kwako ndio tunaomba msaada. Tukimbilie kwake Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na udhaifu wetu. Kulika al-insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa aliyakuwa ni mdhaifu, lakini mara nyingi kumbusha nafsi yako ya kwamba khuliqta bil ibada, uliumbwa kwa ajili kuja kufanya ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Mungu hakuwaumba wanadamu ama majini isipokuwa waje kumwabudu hapa duniani. Thumma sallu wa sallimu ala mab'uthi rahmatan lil alamin, tumsalie Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ارزقنا الثبات على الطاعات والمواظبة على الصالحات والاستكثار من الخيرات. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن فاز بقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن فاز بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق ولينا أمرنا للحب وترضى، لما تحب وترضى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. أنت الرزاق، أنت الحي، أنت القيوم، أنت ولينا إلهنا، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اقض ديننا يا رب العالمين، واقض دين المدينين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، الغفور الرحيم، أنت أقدر من القادرين، أنت القوي العزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وافيهم واعف عنهم واقم نزلهم ووسع مدخلهم وادخلهم جنة النعيم يا رب العالمين، وادخلهم جنة النعيم يا رب العالمين برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله فضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.